Kwa majina naitwa Emmanuel Lazaro Jirugu. Ni mwendesha mashtaka wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kituo changu cha kazi ni mkoa wa Mbeya. Na kama waandishi wa habari mlivyoshuhudia, leo ofisi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kushirikiana na uchunguzi tuliofanya pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, tumefanikiwa kuwafikisha mahakamani washtakiwa 4, ndugu Osiana Mwasapili, ndugu Michael Mzinga na Wachina 2 ambao ni Yang pamoja na Liu Sha kwa makosa mbalimbali ikiwemo na makosa ya utakatishaji fedha, kuisababishia serikali hasara, lakini pia makosa ya kodi kwa maana ya kufanya returns za uongo. Na kwa mujibu wa mashtaka kama mlivyoshuhudia kwamba washtakiwa hawa wameshtakiwa kwa jumla ya makosa 253 ambayo shauri hilo lilisomwa mbele ya naibu msajili Mheshimiwa Zawadi Leiza, na kwa mujibu wa taratibu zote zilizokamilika na mpaka tunafika hapa ni kwamba washtakiwa hawa katika makosa hayo waliyofanya yanahusiana na uuzaji wa leseni yao ya hii kampuni ya Shangshine Mining Company. Iliuza leseni yake ya uchimbaji pamoja na vifaa mbalimbali, na katika mauzo hayo iliweza kukwepa kodi za serikali na kufanya udanganyifu kwa kupitisha fedha katika akaunti mbalimbali. Ndio maana umeona tumewashtaki pia yule mshtakiwa wa kwanza ambaye ni mwananchi wa kawaida, alipitishiwa kiasi cha bilioni 1 kwenye akaunti yake. Hayo kwa sababu pia anahusisha ni utakatishaji, ndio maana umeona wamefungiwa dhamana, na kwa sababu ni kosa la uhujumu uchumi na hasara iliyosababishwa ni bilioni 3,700,000, na mamlaka ya mahakama hii ya hakimu mkazi haina uwezo wa kusikiliza kesi hii, na shauri hili linapaswa lisikilizwe Mahakama Kuu. Hivyo mahakama ilifungwa kutoa dhamana, na ndio maana tumeipanga kwa ajili ya kutajwa tarehe 2 mwezi wa 7, na washtakiwa watabaki rumande wakisubiri taratibu nyingine za kiuchunguzi kukamilika. Dickson Chiduo ni afisa mwandamizi kutoka kitengo cha upelelezi wa kodi Nyanda za Juu Kusini. Mamlaka ya Mapato Tanzania kupitia kitengo cha upelelezi wa kodi Nyanda za Juu Kusini ikishirikiana na ofisi za TAKUKURU imebaini makosa ya kikodi yaliyofanywa na kampuni ya Sunshine Mining Limited kwa kushirikiana na watuhumiwa wengine 4 na kupelekea upotevu wa mapato serikalini kiasi cha shilingi bilioni 3,798,464,547 na senti 75. Hivyo basi makosa hayo kwa pamoja yakapelekea upotevu wa mapato serikalini. Pia kampuni hiyo ya madini iliajiri raia wa Kichina kama expatriate kwenye shughuli zake, lakini kwa bahati mbaya mikataba yao ya ajira ilikuwa inaonyesha kwamba wanapata mishahara mikubwa, lakini kwenye return walizokuwa wanafaili kila mwezi kuja TRA ilionekana kwamba wanapata mishahara hao expatriate midogo mno. Hivyo basi kuinyima serikali mapato yake.
Na kwa maana hiyo jumla ya makosa ambayo waliyafanya au charges ambazo wanaziface hao mabwana ziko 254. Na kwa maana hiyo ningependa nitoe rai kwa walipa kodi, wananchi, lakini pamoja na umma kwa ujumla kuzingatia sheria za kodi. Kukwepa kodi ni kosa. Kwa hiyo ningeomba wananchi wasishiriki katika ukwepaji kodi. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.